Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa muda huu mzuri ambao umetupa kwa kuweza kusikia neno lako. Tunajidhabihu mikononi mwako. Tunaomba Roho wako atusaidie. Roho Mtakatifu, sema nasi. Nitumie kama chombo chako. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Ninaomba kae. Tunamshukuru Mungu ambaye amenipa tena nafasi ya kuwepo hapa kwako. Na ninatiwa nguvu sana. Mimi hata kama mngeniruhusu leo nikaondoka, ningeondoka. Maana injili ambayo ametuhubiria mchungaji hapa imenitia moyo. Si ndio Na wewe si nimekutia moyo? Nina soma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 16 na mstari ule wa 16, 17, 18, 19. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 16 mstari ule wa 16, ule wa 17, na ule wa 18 na ule wa 19. Pengine nikipata kibali taendelea hata na 20. Anasema, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipitia mistari kwa uangalifu mkubwa utagundua jambo la kwanza, utagundua ufunuo wa kumjua Yesu ni nani. Kuna wengine wanamjua Yesu ni mwana wa Mariamu, hawana kosa, wako sahihi. Kuna wengine wanamjua Yesu ni mwana wa Mungu, hawana kosa, wako sahihi. Kuna wengine wanamjua Yesu ni miongoni mwa manabii, hawana kosa, wako sahihi. Lakini ufahamu wowote hautoshi kumfanya Yesu akufanye wewe mtu maalum. Ufahamu ambao na mfanya Yesu akufanye kuwa mtu maalum ni ufunuo aliokuwa nao Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Simoni anasema maneno haya, tazama mstari wa 16. Wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asemi tu mwana wa Mungu, anasema wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mtu ambaye anataka kupata kitu maalum kutoka kwa Kristo lazima amjue Yesu Kristo ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna kumjua Yesu Kristo katika mwili, kwa lugha nyingine kwa njia ya kidini. Wengi wetu tumemjua Yesu Kristo kwa sababu tumebatizwa tukaitwa wa Kristo, kwa sababu tunaenda kwenye makanisa ya Kristo,
Lakini Simoni hakuwa hivyo. Simoni alipata ufunuo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana Yesu anasema kwamba umebarikiwa wewe, ndio maana ile neno heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Na Yesu mara fulani anasema hakuna ajaye kwangu asipovutwa na nani? Na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo ukisoma pale utagundua kwamba kuna umuhimu wa kupiga hatua wa kufahamu ili uweze kumjua Yesu kwa kina, si juu. Uweze kumjua Yesu ni nani katika maisha yako, si ni nani katika kanisa, si nani katika dunia. Katika maisha yako wewe ni nani? Kwa Simoni anasema wewe ndiyo Kristo, maana yake wewe ndiye mkombozi wangu, ndiye ambaye ulikuja kwa ajili ya dhambi zangu, umekuja kunitoa kwenye hukumu ya shetani. Yesu alipogundua kitu cha jinsi hiyo, akajua kwamba hapa unaweza kuweka kitu. Amen. Haleluya. Amen. Unajua tunapokuwa wachanga kiroho, tunapokuwa na ufahamu mchanga sana, Mungu hawezi kuweka kitu kwetu. Hatuwezi kuwa na mamlaka ya kimbingu, hatuwezi kuwa na baraka za kimbingu, hatuwezi kuwa na nguvu za kimbingu kwa sababu ya ufahamu ukiwa mdogo. Kwenye kitabu kile cha Galatia, Biblia inasema kwamba pamoja na kuwa wewe ni mrithi, lakini ufahamu unapokuwa mdogo, Mungu hawezi kufanya chochote. Utaendelea kuwa chini ya mawakala. Galatia 4 anasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Yaani ni kama wewe na mtoto wako sasa, alafu namwangalia huyo mtoto kama kaka yangu aliye na gari hapa, alafu ana watoto wake hao tunaoona hapa, wapendwa, wazuri, na anawapenda kweli kweli. Anapenda watoto wake sana. Tunajua tu hapa anawapenda watoto wake sana. Na nyinyi mnawapenda watoto wenu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi sijaona toka ninakuja hapa anampa mtoto huyu mdogo huyu, alafu anampa funguo, anamwambia sasa unaweza ukaendesha gari hilo hapa. Mimi sijaona. Kama wewe umeona mimi sijui. Mtoto anaweza akakaa hapo mbele, kaangalia baba anavyoendesha, akafurahi. Lakini nimeona wakati mwingine anamtafuta mtu, anampa ufunguo, alafu anamwambia hebu endea kitu fulani mahali fulani. Anaendea. Sasa huyu mtoto hawezi kupewa kwa sababu bado uwezo wa kutawala, wa kumiliki ni mdogo. Tuko sawa watu wa Mungu? Na mimi tunaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu aliangalia ufahamu wa Petro, akagundua umekuwa, unaweza kumtambua yeye ni nani. Kati ya wale waliokuwa pale ni yeye peke yake ndiye aliyesema huyu ni Kristo. Kwa hiyo tukianza kufuata maandiko, tutakuja kugundua kwamba Yesu, huyu Simoni ni wa pili kumtangaza Yesu Kristo. Wa kwanza alikuwa shetani, ndiye aliyesema kwamba umekuja kutuangamiza kabla ya siku zetu, tunakujua wewe ni nani. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Wa pili ndio anatokea Petro. Amen. Mimi nafikiri watatu ni wewe. Amen. Nafikiri watatu ni wewe. Amen. Sasa ujuzi wa kumjua Kristo ndio pekee ambao unaweza kufanya mtu wa Mungu Kristo aweke kitu juu yake. Ujuzi wa kumjua Kristo ndio ambao utafanya Kristo aweke kitu ndani ya kanisa. Amen. Amen. Rudi pale tena, utakuja kugundua baada ujuzi huo Yesu anamwambia Petro na mambo mawili ambayo yako pale. Anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maana yake kanisa linajengwa kwa Petro. Lugha nyingine, kanisa linajengwa kwa mtu aliyebadilishwa. So unaona pale juu jina la Simoni, si ndio? Alafu hapa chini Yesu asemi kwamba ninalijenga kanisa langu juu ya Simoni. Anabadilishwa jina. Haleluya.
muda unitoshi, lakini ningekufundisha usiigeige tu. Unajua kuna watu ambao wanawapa watoto majina kwa kuigaiga tu. Naona tu labda huko sijui anaitwa Bushi, naona mwita mtoto Bushi. Na mwita mtoto sijui anaitwa nani, hiyo na mwita tu hivyo hivyo. Hapana. Kama ujui nguvu ya jina ni hatari sana. Mimi naitwa Valerian. Ndio jina langu. Nisingejua maana yake nalifutilia mbali. Maana yake ni pale uliosoma. Maana hilo jina peke yake ni bonde la baraka. Ndio maana hilo jina. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Amen, nafurahi kwa sababu ninaamini nikikaa mahali nakuwa baraka kwa watu. Amen. Sijajua kama mwaka wapo nimekukwaza, nisamehe. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kuna nguvu iliyoko nyuma ya jina. Nirudi hapa. Sasa alichokifanya Yesu Kristo, alibadilisha jina pale pale. Baada ya ufahamu ule, jina likabadilika. Ukimjua Yesu, jina linabadilika. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kuna jina ambalo ukiwa nalo Mungu ataweka mamlaka juu yako. Maana linaitwa ni jina la ufahamu. Ni jina la mtu ambaye sasa anajitambua. Anajitambua. Anajielewa. Yeye ni nani? Ana uwezo gani? Anaweza kufanya nini? Haleluya watu wa Mungu. Amen. Sasa baada ya hapo ndiye Yesu akamwambia sasa, kwa wewe sasa, wewe unayejitambua, nitalijenga kanisa langu ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Kuzimu kwa ufupi ndio inayobuni matatizo ya dunia. Kuzimu ndio inayobuni matatizo ya dunia. Magonjwa yanatoka kuzimu. Matatizo tunayoona yanatoka kuzimu. Vita vinatoka kuzimu. Majeshi yote mabaya yanayotesa yanatoka kuzimu. Lakini anasema Petro huyu kama yupo, kuzimu haina mamlaka. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Mimi nimesema kwamba ni kama injili yangu imeshaisha kwa sababu mchungaji ameshahubiri mambo mengi hapa. Akasema jambo moja tu, kwamba kanisa tulijisahau. Lakini mimi niseme sio tulijisahau. Mchungaji, kanisa lijitambua. Kanisa lijitambua. Watu wengi tumeishia kwenda kanisani. Tumeishia kusoma Biblia. Tumeishia kuimba. Tumeishia labda kuomba tu, labda mimi nasema kuomba tu. Lakini hata ufahamu kamili wa kuomba hatuna. Hata ufahamu wa kwenda nyumbani mwa Mungu hatuna. Hata ufahamu wa jinsi ya kukaa nyumbani mwa Mungu hatuna. Ndio maana unajikuta kwamba tunakuwa dhaifu kiasi kwamba milango ya kuzimu inatushinda. Haleluya. Amen. Lakini mchungaji amesema tumeshashtuka. Kanisa la Zanzibar litashindwa. Amen. Amen. Ujumbe wangu ni mfupi sana. Nazungumza juu ya kanisa lishindalo. Kanisa lishindalo. Kanisa lishindalo. Kanisa lishindalo. Na tukirudi hapo utagundua kanisa linajengwa juu ya mwamba. Maana yake linajengwa mahali ambapo haliwezi kutikiswa. Ikiwa kanisa halijajengwa juu ya Petro, litatikiswa. Ndio ile ambayo umeona kidogo tu. Mimi nilikuwa nafikiria virus corona wanatisha. Maaskofu na ma-PhD yao, na makola yao na makofia yao makubwa. Virus inawaambia kwamba msimwabudu Mungu, wanafunga makanisa. Maaskofu wao. Hebu jaribu kufikiri. Na wao wanahamasisha tufunge kanisa, tufunge kanisa, tufunge kanisa, tufunge kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ngoja nikwambie, lakini kama kanisa limejengwa katika Petro, haliwezi kuogopa. Kwa sababu lina ushindi. Haleluya. Sasa mimi nimesema ninazungumza juu ya kanisa lishindalo. Lakini kitu cha pili tunachokiona pale si tu ushindi. Yesu Kristo amelipa kanisa mamlaka. Hebu sema mamlaka. Mamlaka. Mamlaka ya kufunga. Si ndio? Trump amesema makanisa kule Marekani, masinagogi, misikiti ifunguliwe. Na yeye ndiye aliyesema ifungwe.
na ikafungwa. Hakuna kumwabudu Mungu, hakuna kufanya hiki, wakafunga. Sasa kanisa lina mamlaka. Hebu mwambie mwenzako, kanisa letu lina mamlaka. Kanisa letu lina mamlaka. Lina uwezo wa kuzuia utendaji kazi wa shetani. Maana ndio Biblia inasema kwamba ndio ile roho ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko anayezuia, anayesema sasa hivi jamaa za kimya mpaka niondoke. Kwa hiyo kanisa lina mamlaka hayo ya kusema virus, nyamaza kimya; mpinga Kristo, nyamaza kimya; nabii wa uongo, nyamaza kimya; shetani, nyamaza kimya. Haleluya. Mapepo aina zote, nyamaza kimya. Amen. Magonjwa, nyamaza kimya. Amen. Laana, nyamaza kimya. Amen. Mizimu, nyamaza kimya. Amen. Kila kinachofanya kinyume na tunavyotaka, tumepewa mamlaka ya kukiambia kinyamaze kimya. Amen. Kitafanya kazi kile ambacho sisi tunataka. Amen. Amen. Ikiwa tunajitambua. Sitapita mbali sana, lakini nataka nikuonyeshe maadui wa kanisa. Maadui wa kanisa wapo wengi sana, lakini hawa ndio wako mbele, hao wengine wako nyuma. Maadui wa kanisa. Adui wa kwanza ni mwili. Maisha ya mwili. Tukisema maisha ya mwili, watu wengi hawaelewi sana. Akili yako ikishakamatwa na mahitaji ya mwili badala kukamatwa na Mungu, asubuhi kiamka unafikiria mwili. Nitakula nini? Nitakunywa nini? Nitavaa nini? Kwa hiyo muda wote badala ya kumfikiria Mungu awezaye, anayeweza kukupa. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Mathayo Yesu anasema kwamba msiwaze mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini. Hasemi kwamba msifanye kazi ili mle. Hasemi kwamba msifanye kazi ili mvae. Hasemi kwamba msifanye kazi ili mpate riziki. Hapana. Anasema msijisumbue sasa. Kwa maana bila yeye chochote unachokifanya hakitakuwa na maana. Haleluya, watu wa Mungu. Utakuwa na bidii nyingi katika kazi, lakini bila mkono wake unatoka zero. Akiwepo kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo adui wa kwanza ni mwili. Maisha ya mwili. Na maisha ya mwili unapenda mbali kidogo. Kuishi mwilini maana yake ni kuishi kwa kutumia akili bila kutumia nguvu ya Mungu. Unatumia akili bila nguvu ya Mungu. Akili zako ni nzuri sana, lakini akili yako haitoshi chochote bila Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili anasema kwamba hatutoshi kufikiri kitu chochote ni chetu. Haleluya. Maana utoshelevu wetu unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Maana yako kufikiri peke yako hutaweza, hutaweza kukiri, hutaweza kutatua. Ndio maana toka umeanza kuwaza, ni corona lilipokuja namna hii hapa, dunia nzima ilitetemeka. Akawepo mtu mmoja aliyetumiwa. Hebu sema mtu aliyetumiwa. Akaanza kusema kwamba msiwatishe watu. Wanasiasa walianza kututisha. Walianza kutuogopesha. Funga mipaka. Wanya watu wasitembee. Kaeni ndani. Funga ibada. Funga hivi. Hey. Mimi pale Shinyanga nikakaa nikasema Mungu wangu. Mimi ni kiongozi pale Shinyanga, nikawaita maskofu wangu pale na wachungaji. Kabla tujadili basi hili jamani. Sasa tunafanyaje? Sema wewe, funga. Wewe funga. Nikamwambia rafiki yangu mimi sifungi. Amen. Wacha nione kitakachokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua wenye haki ni wajasiri kama simba. Amen. Haogopi chochote. Amen. Amen. Watu wakasema sasa unajua watoto, mimi nikaambia watoto njoni kanisani na wazazi wenu. Unawachia watoto nyumbani, unamwachia nani? Nini kitakachojengeka kwa watoto wako? Wale mawaziri waliweka sheria wakati wa Danieli. Wakijua tu mtu
mtu akishindwa kuabudu siku 30, mwezi mmoja, huyu amekwisha habari yake. Ameshamomonyelewa, kwisha kulia mbali. Wakamwambia asiwepo mtu atakayeabudu kwa Mungu mwingine zaidi ya sanamu yako. Danieli akasema bora kufa kuliko kuacha kumwabudu Mungu. Hebu mwambie mwenzako namna hiyo. Hebu mwambie bora kufa kuliko kuacha kumwabudu Mungu. Dunia, mwili wako. Lakini namba 2, adui wa pili ni dunia. Dunia. Tunapozungumzia dunia, tuna maana mfumo wa kawaida wa watu wengine. Mfumo wa kawaida wa watu wengine. Una siasa, una dini, na una elimu na vitu vingine hivyo. Dunia. Sasa dunia ndio hii tunayoiona sasa inafanya kazi. Shetani anapitia hiyo. Anapitia elimu hii ya kawaida. Anapitia science. Na hii inatuondoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ngoja nikwambie. Utanielewa kidogo. Si ndio eh? Tukijifukiza wanasema hapana. Ni mbaya. Kwa nini? Haya madawa yenu hayajapimwa. Umeshanielewa eh? Umeshanielewa mpaka hapo eh? Amen. Lakini madawa hayo walioyakarabati wameyatoa kwa majani yale tunayojifukiza. Sijajua kama unanielewa kitu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si umeshaona jinsi ambavyo wanatumia ujinga wao kutujaza sisi tuwe wajinga kama wao. Amen. Amen. Kwa hiyo wakatumia mbinu hizo kwa miaka hii kadhaa, wakatuondoa kwenye ile hali halisi. Ndio hii ambayo sasa imetoka katika ulimwengu huu wa kawaida. Wamejitahidi sana kutubadilisha tuache kumwabudu Mungu. Sasa kwa sababu kuabudu Mungu ni asili iliyoko ndani yetu, wanataka kutumia elimu hiyo. Hatujajua Afrika ni kitu gani. Kumbe Afrika ni mji wa makimbilio aliowaandaa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Musa aliponea wapi? Afrika, si ndio? Na Yesu Kristo alipokuwa anataka kuoa na Herode, malaika alimwambia Yusufu ampeleke wapi? Misri iko wapi? Misri iko wapi? Afrika. Ni Ulaya. Kwa hiyo Afrika, hata wewe Mwafrika unapaswa kujiona wa thamani kuliko. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Sio anatuambia hata katika uumbaji tuna vinasaba vingi vya uhai kuliko wazungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nisome kitabu kile cha Efeso. Dakika ndizo nazo ni chache, tunamaliza. Bwana unanikasirikia? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Lakini aishie hapo, anasema katika uweza na nguvu zake. Lazima tuwe na tabia ya kuongezeka nguvu. Rudi kwenye kitabu kile cha Luka ili tuweze kuona pale. Luka haraka. Kitabu kile cha Luka. Tazama kitabu kile cha Luka. Kimbia na mimi kwenye kitabu kile cha Luka. Mchungaji alisema huu ni wakati wa Injili. Yes. Haleluya. Amen. Luka, kitabu kile cha Luka sura ile ya kwanza mstari ule wa 80. Yule mtoto, yani yule mtoto aliyezaliwa mara ya pili. Sema yule mtoto aliyezaliwa mara ya pili. Wewe ndio uliyezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Sasa anasema huyu mtoto aliyezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu akaongezeka nguvu rohoni. Yes. Akafanya nini? Akaongezeka nguvu. Maana yake mtu aliyezaliwa mara ya pili kila inapoitwa leo anapaswa kuongezeka. Amen. Sio kupungua. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Sasa akaongezeka rohoni. Turudi pale kwenye kitabu kile cha Efeso tena. Anasema tuzidi kuwa hodari katika Bwana.
na katika uweza wa nguvu zake. Amen. Uweza wa nguvu zake. Kama una nguvu leo unapokea nguvu. Amen. Haleluya. Amen. Alafu anasema si tu katika uweza na nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Hebu sema kuzipinga ila za shetani. Mbinu za shetani hizi za kina Bill Gates na wengine wapumbavu wenzake hao za kutengenezea virus tumeshazitambua. Tutazishinda. Amen. Hizo mbinu za kutaka kutuua kwa corona na mengine. Unajua mchungaji alipokuwa anasema hapa sasa nikapata ufahamu, akasema sasa tunaenda kufuruga fahamu zao. Amen. Wanachobuni, wanachoplani kwa ajili ya watu wa Mungu duniani, kanisa lazima lifuruge. Amen. Lazima tufuruge mipango yao. Amen. Wakijaribu kukaa kubuni kitu chochote lazima tuharibu. Amen. Haleluya. Si ndio Biblia inasema kwamba tukiteka nyara? Amen. Haya mawazo ya kipumbavu yaliyoko ndani yao lazima tuyakamate. Amen. Na tuyaamuru yaondoke. Yes. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Hayo mawazo ya kumleta mpinga Kristo kabla ya wakati wake lazima tuyaondoe. Hiyo mipango lazima tuiharibu. Amen. Kwa sababu tunaweza katika Bwana. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Ndio. Sasa anasema lakini haitaishia tu hapa, anasema tuvae silaha zote. Hebu sema silaha zote. Silaha zote. Silaha zote. Ndio. Liko neno la Mungu ni silaha, upanga wa Roho ni silaha, damu ya Yesu ni silaha, Roho Mtakatifu ni silaha, silaha zote. Yaani unajua akija nyoka mali hapa au akiingia nyoka ndani, kuna ambao kwa namna yote ile akitafuta panga akikosa atabeba hata mwiko. Bwana Yesu asifiwe. Amekosa kabisa hata uma. Lakini madam nyoka afe. Amen. Sasa katika silaha zote maana yake ni silaha zote. Zitatumika silaha zote. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Kanisa la Mungu lazima tufike mahali sasa tuvae silaha. Amen. Amen. Sasa anasema Mstari 12, maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana? Makundi mangapi? Anasema falme alafu na mamlaka. Siku zote ujue kutofautisha ofisi ya rais na ofisi ya waziri mkuu. Lazima ujue kutofauti. Rais ana mamlaka. Rais ni mfalme. Nchi nyingine kama Uingereza, anayepanga serikali ni waziri mkuu. Ndiye anayetengeneza mamlaka ya kutawala. Tumeelewana mpaka hapo eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa katika ulimwengu wa kipepo naye amegawa namna hiyo. Kuna falme, kazi yake anatawala. Hujanielewa? Waefeso 2. Waefeso 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, na kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tunaelewana mpaka hapo? Sasa huyu mfalme kazi yake anatawala kila kitu. Ndio ambao umeona kama Trump yuko pale juu. Alafu kule majibu yale anatengeneza serikali. Tuko sawa eh? Lakini yeye mfalme yuko pale juu. Ana mamlaka juu ya kila kitu. Lakini utendaji huku. Sasa lazima tujue kwamba kuna mamlaka ya shetani duniani, na kuna utendaji kazi duniani, na kuna usimamizi duniani. Lakini iwe itakavyokuwa, bado tuna mamlaka juu yake. Amen. Haleluya. Amen. Bado tuna mamlaka juu yake. Muda unitoshi sana. Mungu atakaponipa neema tutajifunza zaidi. Sasa shetani kazi yake ni kuharibu kazi ya Mungu. Shetani kazi yake ni kuharibu watu wa Mungu. Shetani kazi yake ni kuharibu mafanikio ya watu wa Mungu. Hiyo ndio kazi yake. Kuharibu watu wa Mungu. Na anaharibu kwa hila, kwa ujanja. Alisimama akazungumza na Daudi. Akaharibu akili ya Daudi. Daudi akajikuta pamoja na ucha Mungu wake anafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Roho hiyo inafanya kazi ndani ya kanisa.
ndio inaweza kashawishi watu ndani ya kanisa. Yaani samani nitoe mfano huu, sio mzuri sana, si ndio? Sio mzuri sana. Mimi na watoto 4. Na kati ya watoto 4 kuna mmoja niliyekuwa ninamwamini kweli kweli. Yaani mimi na mama nikasema huyu. Sasa ameenda chuo. Akaja wakati mwingine nikamwambia fulani, mbona naona kama speed yako ya kiroho imeshuka? Hamna baba. Hamna. Sasa tip mimba. Tuko sawa sasa nikisema hivi asikao sema huyu anapaswa kutengwa. Nishawaambia mimi nakubali kutengwa. Ikibidi yeye nakubali, si ndio? Tulilia sana, tukajua kwa nini Mungu ameruhusu hiki kitu nyumbani kwetu. Alafu kwa usie dhania. Na yule binti alipoona amepata mimba hakusema. Kakaa na mimba yake chuoni, hakuja nyumbani. Kila tunapomtafuta anatoa sababu, anakwenda huku, anakwenda kule, mpaka akajifungua. Amekuja nyumbani ana mtoto wa mwaka mmoja. Sasa nikawa ninaongea naye. Hebu nisikilize ndugu zangu. Mtu anapofanya kosa usianze kumhukumu, msikilize kwanza. Kwa nini amefanya hilo kosa? Biblia inasema shetani akamshawishi Daudi. Si ndio afanye kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa matokeo yake akaanza kuniambia, baba, sijui kilichotokea. Sijui. Nilijikuta tu nimeingia. Hata walimu wanashangaa. Sasa sijakwambia ufanye hivyo alafu ndio tuambie kwamba sijui kilichotokea. Maana mabinti wanasikia wasema na wewe tena kwa mchungaji mwambie sijui kilichotokea. Si babu akatufundisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mnanielewa ndugu zangu? Sasa anachokifanya cha kwanza shetani ni kuharibu akili za watu. Kuwafanya watu wawaze kinyume na Mungu. Kuwafanya watu wafanye kinyume na Mungu. Hicho ndicho anachokifanya. Ndio mbinu ya kwanza hiyo. Ndani ya kanisa. Hebu nisikilize kidogo, namalizia tu hapa. Sawa Shetani anaita watu kuja kuomba. Mchungaji anaita watu kuja kuomba. Shetani anakuambia kwamba kuna sababu gani ya kwenda? Si ufanye tu hiki. Kama ufunuo aliopata kwa mchungaji hapa. Watu waje na sadaka. Kwani kuna lazima gani? Hata juzi nilitoa. Hata kesho kutwa utatoa. Rafiki yangu hakuna sadaka, usije ukategemea kama hii inarudi tena. Nikirudi ni ajabu nyingine. Haitakuwa hii tena. Mbaraka wake huu kama umeukosa, wewe ndio forever. Sahau. Wangapi wananielewa vizuri? Na nataka nikwambie hii dhabihu hii inaenda kufanya kitu cha ajabu kwenye maisha ya watu ambao wamefanya. Amen. Sasa tunashindana na shetani. Tunashindana na uongo wake. Tunashindana na ila zake. Tunashindana na mawakala wake. Haleluya watu wa Mungu. Lakini si kanisa lishindalo, si tutashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu ngoja nikwambie kwa lugha haraka. Ili kanisa lishinde linapaswa kuwa na tabia gani? Dakika chache tu hizi hapa. Namba 1. Lazima liwe kanisa linalochukia dhambi. Kanisa linalochukia dhambi. Kaka yangu, ukitaka kumshinda shetani huwezi kumshinda ukiwa na dhambi. Maana atendaye dhambi ndio ibilisi. Huwezi kumshinda ukiwa mali yake. Jambo la pili, kanisa lenye umoja. Wanaokuja pamoja chini ya kamanda wao. Hebu ilo mkono juu kama unasikiliza. Hebu jeshini hakuna ni nani nikitaka, hakuna kitu cha jeshini. Jeshini kuna njoo. Fanya. Basi leo tunataka kuleta demokrasia kanisani. Kanisa lina demokrasia. Kamanda anaamua tunaenda kushoto. Jambo la pili ni kanisa lililo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa bila ya Roho Mtakatifu sio kubatiza kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu, hapana.
ni watu waliojazwa Roho Mtakatifu. Kanisa lazima watu wake wajazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Unajua katika kipindi tunachoishi sasa kuna vitu ambavyo watu hawataki kuvitafuta. Lakini moja wapo kitu tunachopaswa kukitafuta ni nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kwa gharama yoyote hakikisha umejazwa. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Lakini jambo lingine ni kanisa linaloomba. Biblia inasema Petro alipowekwa gerezani, kanisa lilimwomba Mungu kwa bidii, kwa juhudi. Hebu sema kwa juhudi. Na kipindi tulicho nacho, kati ya vitu vitatu havipendezi kabisa machoni pa watu. Ukigusa hivi watu wanakunja uso. Jaribu kugusa tu kuambia kwamba watu tunaenda kuomba maombi ya kufunga. Gusa tu. Taona watu wananya. Unajiuliza na vidonda vya tumbo. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, ukitaka kugusa tu, ukosane na watu. Gusa tu. Sasa tunaenda kufanya, kila mmoja anaenda kuhubiri Injili. Tunataka kila mmoja, nasikia kila mmoja hakikisha amemshuhudia mtu na amemleta mtu kwa Yesu. Hawajui kuhubiri Injili ndio silaha yenye nguvu kuliko zote. Cha tatu, wewe gusa tu, waambie sasa tunaenda kumtolea Mungu dhabihu na sadaka kubwa. Sitoa zaka. Silitoa malimbuko. Silitoa na ile sadaka. Gusa hivi vitatu. Ukivuka hivi vitatu, haya matatu ukivuka, Mungu atatembea na wewe. Amen. Kanisa likivuka haya matatu, liwe ni kanisa ambalo linajali hivi. Amen. Linaomba lakini linakwenda zaidi ya hapo. Nataka nikwambie mpendwa, mtaona mafuriko yasiyo kawaida ya baraka. Amen. Haleluya. Nimesema namba 1, kanisa linalochukia dhambi. Nimesema namba 2, kanisa lenye umoja. Nimesema namba 3, kanisa lilojazwa Roho Mtakatifu. Nimesema namba 4, kanisa linaloomba. Simama leo tuombe. Mimi sijui kanisa lako likoje. Mimi ninaamini ni kanisa lenye hizo tabia. Ni kanisa linalochukia dhambi. Wangapi wanapendezwa na dhambi?